Yani kama nilivyokujibu mara ya kwanza ile kufika, sina shida na Babu Tale, sina shida na nani, sina shida na nani. Yani umeelewa? Yani mimi ni msanii ambaye nipo, sina shida na watu. Diamond ana shida na mimi. Na unaongea naye fresh? Nishakutana naye na nikaongea naye vizuri. Kama mara ngapi? Ni kama mara 3 mara 4 hivi. Wakati ambapo mkutana naye ushokumpa idea yote ya kufanya ngoma pamoja? Wakati mara kwanza nakutana naye na mimi pia nilikuwa na uko kwenye prime yako. Kwa nilikuwa sina, yani kama wewe ndio ulikuwa mkubwa kuliko yeye Diamond. Sasa Platinum si alinikuta. Alikukuta kwenye hiti yako, maana ulikuwa mkubwa kushinda yeye. Mimi sikuwa mkubwa, kwa sababu nilikuwa na wakubwa wa kulungwa. Wakina Juma Nature, TMK yuko, wakina Fandesele, wakina Feruzi. Kwa hiyo mimi sijawahi kuwa mkubwa. Yani mimi bado mdogo tu kila siku. Yani kwa maana inaweza kawa mdogo kwa hao, ila wakitoka wengine nje hapo. Hata huyo Platinum mwenyewe mdogo kwa hao wakina Feruzi. Kaja kwako? Bado mdogo kwa sababu mimi naitwa Dulayo. Yani ni Diamond. Yani kidogo tu ambacho mimi nimemtangulia tu kwenye industry, nikamtangulia mimi kutoka. Yani kama unavyoona 20 katangulia kutoka, watu wengine wakatoka, lakini tunamheshimu. Kaitangaza Tanzania Platinum. Anaenda anachukua huko nini glass sijui nini wanaita, anaenda anachukua makombe anaturudishia huko. Wewe kwa hiyo tunamheshimu. Wewe unafikiri kwamba Diamond wapi ambako kakuzidi? Unajua kuzidiana kuko sehemu nyingi. Mimi Platinum amenizidi kwa sababu yeye ana connection kubwa. Ana watu wana support kubwa. Ana management kubwa. Ana watu wengi nyuma yake. Alijiblandi. Si zamani ulikuwa mtu ujiblandi, ukitoka kama hivyo ndo umetoka. Lakini yeye ana mambo mengi. Sasa kuna watu wapo wanasimamia hili. Wewe unaweza ukatoka hapa na boda yako tu umeenda huko na Fecon siji na nini. Yeye hawezi kutoka hivyo. Kwa hiyo kuna vitu ametupita. Tukubali tu. Hiyo ndo nazisema kwa Alikiba pia. Ali pia wanasema kwamba uliachia sana hit song Dulayo. Ngoma kama Naumia Roho, Mida ya Kazi. Tusizungumzie zilipotoka, tuzungumzie hivi sasa. Kuna namna moja unanufaika nazo ngoma ambazo mlizitoa kwamba zinakulipa hivi sasa, ambako Dulayo kwamba upo mtaani umekaa, kwamba je kuna hela yote percentage inaingia kutokana na kazi ambazo umezifanya? Kwa sababu tumeona baadhi ya YouTube account za watu zikiwa na ngoma zako. Ni kweli, swali zuri sana. Kiukweli mimi sijaje kufaidika na nyimbo yoyote wala kitu chochote kile ambacho kinamhusu Dulayo. Naona tu watu wameandika Dulayo lakini sio Dulayo. Dulayo fake na waona. Sasa mimi siwezi kukurupuka. Ninachokifanya mimi ni kwamba mimi nitacheza nao, kwamba najua kwamba hawa sio kina Dulayo. Dulayo ndo mimi Dulayo. Nielewa pale. Ndio mimi wa Mida ya Kazi. Kwa hiyo vitu vingine hivi usikurupuke. Kaa tafakari, kaa na watu hawa kina nani uwajue. Saa nyingine wengine wamekufa huko. Watu wanatumia roho. Dunia na mambo hii. Ndio hivyo. Kwa sababu Dulayo dunia imehama kutoka kwenye analog kwenda kwenye digital. Na tumeona baadhi ya apps zikikua kwa nguvu. Spotify, Boom Player Music, YouTube account tunazungumzia na app mbalimbali ambako wasanii wamekuwa kujipatia vipato kupitia account ambazo wanamiliki humo. Pengine hujafikiria kwamba kuweka account yako binafsi na kuchukua ngoma zako kuzilifaa kwenye hizo account, na huku ukitajwa kutoa ngoma mpya, kwa maana nazo uzitie kwenye account ili ziweze kuingizia chochote kitu na watu ambao wanazo account ambazo zinamiliki ngoma zako. Pengine ushakulifikiria kwamba utafuta mwanasheria ukadai haki zako ambazo ni haki yako pia kuzidai? Ni haki yangu pia kudai, na nimefuatilia hilo na lipo tayari. Na nasubiri tu wanasheria wanataka kunambia nini. Wakimaliza wao kunambia, basi nitadili nao watu. Lakini kiukweli haki zangu zipo. Na
inaniuma. Hata nikiwa naambiwa na watu hivi wakati mwingine inaniuma, lakini nakuwa najikaza tu kwa sababu mimi mtoto wa kiume. Nasema kwamba acha relax kwanza, nitulie. Lakini inaniuma. Watu najua wengine wananambia, rafiki zangu pia wananambia, sasa shida ambayo ipo au wengine pia walikuwa wanakusaidia zamani, pia nao pia wanapiga hiyo hela. Sasa wakipiga hiyo hela, ina maana wewe sasa huwezi kuingia info. Inabidi sasa uwaulize, kaka, tuko salama kwenye huu mpunga huu? Ina maana umeshindwa hata kuniambia mjengo wangu ndo huu. Yeah. Kwa hiyo unashindwa kuingia info, hiyo ndio inakuwa shida. Hapo tu. Kuna maneno ya mtaani na kuna maneno ambayo Dullayo mwenyewe anaamini ni ya kwangu. Hapa Dullayo tujibu hivi. Mtaa unasema Dullayo ameshuka. Wewe binafsi kwa mtazamo wako unaamini umeshuka? Hakuna kushuka kwenye maisha. Kila hata neno la Mungu linasema pambana. Wewe ni kijana, wewe ni mzee, pambana. Mungu hajawahi kumshusha mtu. Mungu kila mtu anampandisha. Labda kama unajishusha mwenyewe. Kwa hiyo hakuna kushuka hapa. Kama mtu una nyimbo 48, sasa unashukaje? Paka nyingine unatamani kuwapa wenzio. Imba hii. Ni kwenye takwimu yangu mimi nimewaandikia watu kama 30 na kitu, lakini siwataji. Kwenye takwimu yangu mimi nilitengeneza kundi linaitwa Makavu Live. Yeah. Na likawatoa watu. Ndio unamuona Izemani. Yeah, Isiaka. Unamuona Moni G director sasa hivi. Yeah. Ndio akina Deo Abeli. Yeah. Na kwao ndo hapa tu. Kwa hiyo mimi tu nikijitoa mwenyewe tu peke yangu nisingeweza. Yeah, sure. Na ndio maana tunawategemea nyinyi kama hivi mmemtafuta Dullayo na kujua kwa nini. Ndio inaitwa question. Yeah. Nini kwani? Bwana Dullayo, Yeah. Tulikusikia ukiongea ukisema kwamba ulishaye kufanya ngoma watu wakaikataa, kwa maana ulitumia Kiswahili cha kwenye kamusi, Kiswahili cha ndani kabisa. Hiyo ni unique ambayo Dullayo upo nayo. Unafikiri kwamba kwa namna gani soko linakuhitaji ufanye kitu cha tofauti ili uweze kurudi kwenye game? Kiukweli cha kwanza kiliniuma kwa sababu nilitumia kamusi kwa sababu nilijua Kiswahili ndio Kiswahili kizuri. Yeah. Kwa hiyo nilikuwa nasoma vitabu na kuangalia maneno kama bashasha. Yeah. Kuna watu mpaka leo hawajui nini maana bashasha. Yeah, sure. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanasikiliza ile nyimbo wakasema huyu anaongea nini, mbona si atumuelewi. Haikunikatisha tamaa. Mimi nilichokifanya ni kutengeneza maneno ya Kiswahili ambacho watu wanakijua cha kawaida, na ndicho ambacho kilinifikisha hapa. Nakumbuka kipindi hicho kulikuwa kuna wasanii wengi tu wa Bongo Flava, siku hizi wamebadilika, ndio wao unaona kina Angel Bernard. Yeah. Kipindi cha Serious Records. Sinikumbushe mbali bwana. Serious Records tunatembea kwa mguu kutoka sijui wapi mpaka Sinza, kutoka Mikocheni mpaka Sinza kwa mguu. Mvua inanyesha wakati mwingine. Mpaka namwambia Makochali mimi nataka kuacha muziki. Chali ananiambia hapana, wewe una kitu. Kabla hajaniambia Albert Ngoya, kingine alichoniambia ni P-Funk. P-Funk Majani. Ndio aliniambia kwamba kuna mtu kapiga chorus hapa. Njoo uje kupiga wewe. Hii nyimbo ya kubeng, afu wewe tunajua una kubeng, unabengesha. Piga makofi na wewe. I say, na mtu alikuwa amepiga hiyo chorus alikuwa mtu mkubwa tu. Nani? Hapana. Tuambie bwana. Mambo gani? Umeona kaanza sasa mambo yake. Soko ubaya. Asante. Hapana. Siwezi. Sasa hiyo sasa inakuwa zile. Haikuwezekana mimi kufanya vile. Kwa sababu huyo mtu mwenyewe nilikuwa namheshimu. Nani sasa huyo? Ndio siwezi kumtaja. Sasa hapo ndio kuna kuja hapo hiyo question mark.
Mwangalie huyu ndugu yangu. Question mark. Hatari, siwezi kusema. Pengine Dulayo, ukiambiwa msanii wa hivi sasa au soko la hivi sasa, msanii gani unatamani kupata naye collab? Wasanii wengi, sababu wasanii wengi wanafanya vizuri. Wengi wanafanya vizuri. Lakini sasa mimi mziki ambao naupenda ni mziki ambao una message. Ujumbe ndani yake. Yani kuwe na ujumbe. Kukiwa hakuna ujumbe, hata nikiwa nyumbani wanazima na redio yenyewe au labda naeka taarifa habari. Ndio mimi huyo. Sasa Dulayo, kumekuwa na tabia hii hapa. Wasanii ambao walifanya poa sana na vizuri miaka zamani. Kwa kama wakienda kuwaomba wasanii ambao wanafanya poa kwenye kizazi hiki kwamba wapate nyimbo nao ili waweze kurudi mjini na wapate msaada wote wa kifedha na majukumu mengine. Leo hii tunajua kwamba Tanzania ina Diamond Platinum, Alikiba, Harmonize, Konde Boy. Mwingine unatamani hata siku moja kwamba Diamond Platinum aje support muziki wako, ufanye naye ngoma, urudi mjini? Wote wasanii wanafanya vizuri na sina shida nao. Sema tu yani kama nilivyokujibu mara ya kwanza ile kufika, sina shida na Babu Tale, sina shida na nani, sina shida na nani. Yani umeelewa? Yani mimi ni msanii ambaye nipo, sina shida na watu. Diamond ana shida na mimi. Na unaongea naye fresh? Nishakutana naye na nikaongea naye vizuri. Kama mara ngapi? Ni kama mara 3 mara 4 hivi. Wakati ambapo mkutana naye ushokumpa idea yote ya kufanya ngoma pamoja? Wakati mara kwanza nakutana naye na mimi pia nilikuwa na uko kwenye prime yako. Kwa hiyo nilikuwa sina yani kama na wewe ndio ulikuwa mkubwa kuliko yeye Diamond. Sasa Platinum si alinikuta. Alikukuta kwenye hiti yako, maana ulikuwa mkubwa kushinda yeye. Mimi sikuwa mkubwa, kwa sababu nilikuwa na wakubwa wa kulungwa. Wakina Juma Nature, TMK yuko, wakina Fandesele, wakina Feruzi. Kwa hiyo mimi sijawahi kuwa mkubwa. Yani mimi bado mdogo tu kila siku. Yani kwa maana inaweza kawa mdogo kwa hao, ila wakitoka wengine nje hapo. Hata huyo Platinum mwenyewe mdogo kwa hao wakina Feruzi. Akija kwako bado mdogo kwa sababu mimi naitwa Dulayo. Yani ni Diamond. Yani kidogo tu ambacho mimi nimemtangulia tu kwenye industry, nikamtangulia mimi kutoka. Yani kama unavyoona 20 katangulia kutoka, watu wengine wakatoka, lakini tunamheshimu. Kaitangaza Tanzania Platinum. Anaenda anachukua huko nini glass sijui nini wanaita, anaenda anachukua makombe anaturudishia huku. Kwa hiyo tunamheshimu. Wewe unafikiri kwamba Diamond wapi ambako kakuzidi? Unajua kuzidiana kuko sehemu nyingi. Mimi Platinum amenizidi kwa sababu yeye ana connection kubwa. Ana watu wana support kubwa. Ana management kubwa. Ana watu wengi nyuma yake. Alijiblandi. Si zamani ulikuwa mtu ujiblandi, ukitoka kama hivyo ndo umetoka. Lakini yeye ana mambo mengi. Sasa kuna watu wapo wanasimamia hili. Wewe unaweza ukatoka hapa na boda yako tu umeenda huko na Fecon siji na nini. Yeye hawezi kutoka hivyo. Kwa hiyo kuna vitu ametupita. Tukubali tu. Hiyo ndo nazisema kwa Alikiba pia. Ali pia mimi kwenye albamu yangu alishiriki, nimefanya naye nyimbo. Na wewe ndio ulimuomba? Kiukweli aliongea na Makochari. Kama anataka nifanye ngoma na Dulayo. Ali ananielewa yani. Kama mkali yani. Sijajua. Yani kwamba yeye ni mkali. Mwenyewe. Ali anaelewa mwenyewe anachojua yeye, lakini anajua kabisa mimi sina shida naye pia. Kama nilivyokuambia. Nimekwambia kabisa kwamba hawa ni watu ambao wako sehemu fulani. Kwa mfano kama Konde ulivyoniuliza. Konde pia hana shida. Hana shida na mimi. Hana shida na muziki wangu. Na wewe una shida nao pia.
Yani kuwa na shida gani sasa? Kwamba kama wao ambao wana shida na wewe na wewe pia una shida, unaishi nao peace. Kwa sababu tukikutana tunaongea vizuri, tunafanyaje? Unajua mtu akikuhitaji, yeye mwenyewe wakati mwingine anaweza akasema tu kwamba wewe ingia hapa, njoo tufanye kazi, fanya hivi. Sasa sisi wasanii ambao wakulungwa wakati mwingine omba hatupendi. Yani ile kuomba eti mimi sijui niwe wapi hapana. Wewe mwenyewe unataka watu wakuombe. Kwa hiyo Dulayo wewe huwezi kutoka hadharani kwamba kuomba kufanya ngoma na Diamond Platinum, Alikiba au Harmonize. Tukikaa tukiongea vizuri, tunaongea vizuri tu. Kama inawezekana tunaweza kufanya kwa sababu mimi binadamu. Na kama kampuni inakuwa kubwa na inaweza kukuweka mahara, basi wewe unaweza ukafanya kitu na hiyo kampuni. Yani hiko ndio kitu kikubwa. Hakuna mtu ambaye anaweza kukudanganya eti sijui Dulayo au sijui nani Feruzi, Juma Nature, sijui nani na nani kwamba wamedrop. Hakuna mtu wa kudrop. Ila mtu nyakati zake. Mtu ukiwa mkulungwa wakati mwingine unakuwa huna mabawa. Lazima uwe na mabawa, si ushakuwa mkulungwa. Hustling umezifanya. Siku hizi unaenda studio unakuta msanii amekaa ndo anaimba, anaimba. Sasa jukwani unakaa unaimba. Niliangalia interview moja hivi ya ndugu yangu TID. Anasema mtu mwenyewe unashindwa kuimba nyimbo yako mwenyewe. Niliangalia, nilicheka sana. Nini? Unataka kunambia nini na wewe? Ulicheka nini sasa? Uwezi kushindwa kuimba nyimbo yako mwenyewe. Unataka kukati. Mimi sijui, lakini nilimsikia tu. Sikutaka kuangalia sana, mimi nilikuwa na safari zangu, nikaona TD namjua huyu kakaangu. Hana shida pia na mimi. Sifuatilii. Kwa mfano kama mimi hapa, hata hizi simu kubwa hizi kuingia WhatsApp sijui na nini. Yani wakati mwingine kuna kitu yani sitaki kuviona, yani kuna vitu naona kama kuna ujinga wakati mwingine unatokea. Kwa hiyo mimi timing kavi London, yani wakati mwingine siwezi kuangalia vitu kama hivi. Unasikia nyimbo za ajabu tu, yani nyimbo fulani sijui mtu kaimba nini ujinga. Hasa mimi siwezi kuangalia nyimbo kama hizo. Kama nani? Hata moja. Wenyewe unataka niwaambie saa nyingine nataka niimbe nao. Hivyo na ujinga wao. Kwa hiyo siwezi kutaja hizo nyimbo. Bwana Dulayo, inasemekana na ni ukweli ndio halisia upo. Hapa tunathibitisha tu. Kwamba Dulayo alishawahi kutoka kimahusiano na mke wa Barnaba hivi sasa, Madam Raya. Una swali gumu. Kwa nini? Mimi unajua nikwambia hizi aro. Raya ndo nani? Raya mke wa Barnaba. Sasa mimi nitatoka naye vipi mkiwa mdogo wangu Barnaba? Upo kwenye prime yako kwamba hawajakutana kuna Barnaba kwamba ushevu ukitaga naye. Hapana. Mimi nilikuwa napenda sana kwenda Mwananyamala. Natoka huku nachukua usafiri wangu naenda Mwananyamala, nakaa kule. Pia kulikuwa kuna chata limeandikwa Makao Live. Ndio sehemu ambayo FM Academy pia walikuwepo. Raya ni mshikaji tu kama washikaji wengine, kwa sababu na yeye pia alikuwa anakaa maeneo yale. Ndio kina sehemu hizo ambao wanakaa kina Dopamani kama unakumbuka. Kwa ndo sehemu ambayo mimi nilikuwa nakaa pale kwa kina Kaju Mpemba, siku ya kina nani. Kwa ni washikaji tu ambao
Nipo, yani mshikaji wao. Laya huko wewe kutoka nao. Kutoka naye. Sikumbuki. Lakini alikuwa mshikaji wangu. Mwisho kutoka naye. Sikumbuki mimi jamani. Kwani Nionee huruma. Kwa nini nitoke na Laya? Sasa watu wa mitandao ni watu ambao wakati mwingine ndio wanakuambia, unaweza ukaandika kuhusu kuku, wao wakaandika kuhusu bata na wakamweka bata vizuri tu. Jamani, Laya mke wa mtu, nielewa. Kama ana maisha yake, mtu ana maisha yake. Lakini kusema tu kwamba zamani huko alikuwa anaweza kusema. Wewe sikiliza. Kwa hiyo nikisema tu ndio, basi ndio. Ndio nimesema ndio, basi sawa. Ulitokaga naye? Ndio. Kwa hiyo umeona mambo yenu sasa. Bwana Dulayo, umethibitisha kwamba walikuwa na Laya Kimambi. Tutoke huko kwa Laya. Msanii gani hivi sasa na kuimpress? Unaweza mwamba nikimwangalia yule najiona mimi. Diamond Platinum, kwa sababu yeye ndio game amelishika sasa hivi. Game changer. Kwa hiyo Platinum ana baya. Kwanza cha kwanza kuwa na maamuzi tu ya kusema kwamba mimi nitamchukua huyu, hawa wote nitawapeleka sehemu na watakuwa na maisha yao hivyo.